Na mtazamaji wa Kivona Media, karibu sana kwenye kipindi chako bora cha Sport News. Tunaangazia masuala mazima ya michezo na burudani ndani ya nchi hata nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi naitwa Rashid Mchome, bingwa uzito wa juu. Tunajua ule hai Kilimanjaro, michuano ya mkubwa Ramadhan Cup inaendelea kutimua vumbi na vijana wakionyeshwa kufurahishwa na michuano hiyo, kuweka pamoja. Na hapa naungana na mratibu wa michuano hiyo Montelo, uko moja kwa moja kupitia Kivona. Bana, studio ni kwema. Tujalie sasa michuano mpaka hivi sasa inaendeleaje na mapokezi ya vijana yapoje mpaka hivi sasa? Soka mpaka sasa tunapenda kushukuru Mungu, michuano mpaka sasa hivi ipo katika hali nzuri sana, jambo ambalo linafanya kwamba imekuwa ni michuano ambayo inasisimua sana ndani ya wilaya Hai. Ndio. Timu mbalimbali mpaka sasa hivi zikiwa kutoka katika kata 17 za wilaya Hai zikiwa zinawania ubingwa mmoja tu. Mpaka hivi sasa hali ya usalama imeimarishwa kwa kiasi gani, kwa namna ambavyo tunajua michuano inavyochezwa, damu zikichemka kuna kupanic na vitu vingine ambavyo vinahusisha vijana. Hali mpaka sasa ikoje kama mratibu? Mpaka sasa hivi hali ya usalama ni nzuri. Tunashukuru sana jeshi letu la polisi wilaya Hai ikiongozwa na afande OCD kwa kuweza kutupatia ulinzi kwenye kila mchezo ambao unafanyika. Pia kingine cha kushukuru ni jambo la kushukuru sana, kwa sababu sio rahisi sana kuweza kucheza michezo mpaka sasa hivi raundi ya pili huko pakiwa na usalama wa kutosha. Ndio. Tuzungumzie jambo ambalo liliwavutia wengi, kumwona mheshimiwa mkuu wa wilaya Bombok akiwepo uwanjani licha ya mvua kunyesha. Pengine lile, wewe kama mratibu na wadhamini ambao ulizungumza nao mara baada ya kuliona swala lile, walizungumza kitu gani na kwenu mlijisikiaje? Ilikuwa kwanza ni jambo la kipekee sana, kwa sababu tunachopenda kufanya ni kwamba kumshukuru sana mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ambaye ni raia namba moja kwa wilaya, naweza kusema kwamba upande wa wilaya. Ndio. Na pia ni mpenda soka wa kutupwa, kwa sababu kila mchezo unaofanyika katika viwanja huu, uwanja wa Kware, uwanja wa Uzunguni, uwanja wa Isalu, mheshimiwa mkuu wa wilaya anakuwa anafika na kujichanganya na watu. Yani ni jambo la kipekee sana. Yani tunashindwa cha kusema, lakini naweza kusema kwamba tunamshukuru tu mheshimiwa hapa ni Bomboko kwa kutuonyesha kwamba yeye ni mwanamichezo ambaye amekuwa yuko pamoja na sisi. Mmefikiria kitu gani kama wadhamini wa michuano na wewe mratibu, kuwakusanya vijana kwa pamoja, na kitu gani kinawafanya mnafanikiwa mpaka hivi sasa? Kitu ambacho mpaka sasa hivi tumefanikiwa kwanza kukusanya vijana. Sio jambo rahisi kukusanya vijana, lakini jambo moja ambalo nilikuwa lakini tunashukuru Mungu tunaweza kufanikiwa. Tumekusanya vijana wote kipindi hiki cha mwezi mtukufu. Huwezi kukuta vijana mtaani wanazurura. Vijana sasa hivi wanakuta wako uwanjani wanatazama mpira wa miguu. Pia kitu kingine cha kujivunia sana ni kwamba kupitia mashindano haya pia tunaweza kusaidia hata ulinzi na usalama pia mtaani. Vijana kutoka katika purukushani nyingi, labda za kutumia mihadarati kufanya nini, yote tunapenda yamefanyika. Asante. Lakini tuzungumzie sasa, mara baada ya kumaliza michuano tumeona mkifanya mambo mengi kwa mabingwa na wale ambao wanafanya vizuri, kwa zawadi mbalimbali pamoja na safari ambazo mlikuwa mkiziahidi. Michuano hii mshindi nini anapata au kitu gani cha ziada mdhamini ameahidi? Kwanza hatuwezi kuzungumzia zawadi kwanza bila kumzungumzia mdhamini mkuu wa mashindano haya, Mheshimiwa Shabani Mwanga ambaye ni mkurugenzi mkuu wa vyuo vya State Institute. Ndio. Sababu bila yeye uwepo wake na kuwekeza nguvu katika soka la vijana wa Hai, tusingefanikiwa kufika hata angalau robo ya kitu ambacho kinafanyika ndani ya wilaya Hai. Sababu sasa hivi unapozungumzia mashindano makubwa ndani ya mkoa wa Kilimanjaro, unaweza kutaja labda Ramadhan Cup. Nafikiri huwezi hata kutaja Ramadhan Cup, mashindano ambayo yote tunashuhudia kutoka ligi ya championship hadi katika uwanja wa Uzunguni kwa ajili ya championship. Sio jambo rahisi kufanyika hivyo, jambo kubwa sana. Tunashuhudia nyota wa Simba ambaye ni majeruhi Wilson Nangu akiwa uwanjani kwa kutazama mashindano haya. Sio jambo rahisi. Yote haya ni kushukuru Mheshimiwa Shabani Mwanga kwa kupitia yeye amefanya wilaya ya Hai mwaka umekaa upande wa michezo. Asante sana. Mwaka huu msanii mkuu wa mashindano haya ameweka zawadi ambayo toka wilaya ya Hai ianzishwe haijawahi kuwekwa na mtu yoyote yule kuweka. Ameweka zawadi shilingi milioni 1.5 kama zawadi kwa bingwa wa mashindano haya. Jambo ambalo ni kubwa sana kwa kipekee na kuweza kumshukuru Mheshimiwa Shabani Mwanga. Asante Montelo, umezungumza vizuri. Pia tumshukuru mdhamini kwa hicho alichokifanya kwa kuunganisha vijana. Asante sana.
Naam, nilikuwa nazungumza na mratibu wa michuano ya Bi Mkubwa Ramadhan Cup ambayo inaendelea kutimu mavumbi wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro. Hii ni na Kivona Media kwenye Sport News, ulikuwa nami Rashid Mchome. Nyuma ya kamera ni Clay ambaye amefanya kila kitu kinaonekana kama ambavyo unakiona. Asante kwa Bejias Logistic Company. Hii ni kampuni ya usafirishaji wakitoa mizigo bandarini kukuletea wewe mfanyabiashara popote pale ulipo. Lakini pia tuko na Queen Cosmetics, hawa ni wauzaji na watunzaji wa ngozi. Ukifika pale utapimwa ngozi yako kabla ya kupewa lotion ambayo itakwenda sanjari na ngozi yako. Lakini Site Institute of Health Dar es Salaam wako nasi kutishika mkono kuendelea kufanya kile ambacho sisi tunakifanya kwa ukubwa kweli kweli, wakitoa kozi mbalimbali za science ikiwemo kozi ya clinic optometry, diagnostic radiography, physiotherapy, health recording and information technology. Chuo kipo cha Nika Mvuti, bonge moja la chuo, utanishukuru. Asante na kwaheri.